Mara baada ya mazungumzo ya kutafuta amani kumaliza vita kati ya Marekani, Israeli na Iran kugonga mwamba, kumekuwa na maswali mengi juu ya sababu zipi ambazo zimesababisha mazungumzo yao kugonga mwamba, na hivi sasa vita huenda ikaendelea kama kawaida. Hapa nakuletea sababu ambazo zimesababisha, na kwa mujibu wa shirika la utangazaji la Uingereza BBC limeandika sababu hizo, na mimi nakujuza wewe moja kwa moja ili upate kufahamu kiundani zaidi. Mazungumzo ya ngazi ya juu kati ya Marekani na Irani yalifanyika Islamabad, Pakistan, yamefikia ukomo bila makubaliano baada ya saa 21 za majadiliano makali yalionekana kuwa na matumaini mwanzoni. Haya yalikuwa miongoni mwa mazungumzo muhimu zaidi katika miongo ya hivi karibuni, yakilenga kumaliza mgogoro unaoendelea katika Mashariki ya Kati, ingawa pande zote zimeashiria kuwa mazungumzo yanaweza kuendelea. Tofauti kubwa bado zinaonekana kuwepo. Kabla mazungumzo haya, kulikuwa na matarajio makubwa kutoka kwa Pakistan na wadau wa mataifa kwamba huenda yakaleta mwanga wa suluhisho la kudumu. Hata hivyo, changamoto zilikuwa zikitajwa mapema zilijitokeza wakati wa majadiliano. Kwa mujibu wa vyombo kadhaa vya habari na wachambuzi ikiwemo Times of India, masuala yafuatayo yalikuwa ni miongoni mwa maeneo yenye tofauti kubwa na huenda lichangia kukwamisha mazungumzo hayo. Kumbuka kwamba Pakistan ndio alikuwa ni mpatanishi wa mazungumzo katika mazungumzo haya. Jambo la kwanza ni Lebanon, masuala ya kikanda na fidia ya vita. Iran imejaribu kupanua uwigo wa mazungumzo kwa kuingiza masuala ya mgogoro ya kikanda, ikiwemo Lebanon na makundi kadhaa ya wanamgambo katika eneo la Mashariki ya Kati kama Hezbollah, Houthi na Hamas, ambapo kundi la Hezbollah lenyewe lipo Lebanon, Houthi lipo Yemen, Hamas lipo Gaza na mengineyo yapo nchini huko Iraq. Pia imeibua madai ya fidia ya uharibifu uliotokana na mgogoro wa muda mrefu, hatua ilionekana kuongeza ugumu wa mazungumzo. Kwa upande wa Marekani, msisitizo umebaki katika masuala ya nyuklia, usalama wa bahari badala ya ajenda pana ya kikanda. Sababu nyingine ni mlango wa Hormuz. Mlango wa Hormuz unaopitisha takriban 20% ya mafuta duniani umeendelea kuwa eneo nyeti la mgogoro. Iran imekuwa ikitafuta nafasi ya kuongeza udhibiti wake juu ya njia hiyo, ikiwemo uwezekano wa kutoza ada kwa meli zinazopita. Marekani na washirika wake wameendelea kusisitiza umuhimu wa kuhakikisha uhuru wa usafirishaji wa kimataifa katika eneo hilo nyeti. Ilikuwa sehemu kubwa ya ajenda. Mvutano kuhusu suala la mlango bahari wa Hormuz ulikuwa umejitokeza hata kabla ya mazungumzo, huku kukiwa na hofu miongoni mwa wadau wa usafirishaji wa kimataifa. Sababu nyingine ni mpango wa nyuklia wa Iran. Suala la nyuklia linaonekana kubaki kuwa kiini cha mgogoro kati ya pande hizi mbili. Marekani imekuwa ikisisitiza umuhimu wa Iran kutoa dhamira ya wazi ya kutoendeleza silaha za nyuklia. Ripoti zinaonyesha kuwa Washington ilitaka kuwepo kwa kikwazo kikali juu ya urutubishaji wa Iran pamoja na udhibiti wa teknolojia zinazoweza kutumika katika kutengeneza silaha hizo za nyuklia. Kwa upande wake, Iran yenyewe imeendelea kusisitiza kuwa ina haki ya kuendeleza mpango wake wa kutengeneza silaha za nyuklia na kurutubisha urani. Swala hili limekuwa chanzo cha mvutano kwa muda mrefu na ilikuwa tayari ni kikwazo hata kabla ya mazungumzo kuanza. Sababu nyingine ni vikwazo na mali zilizoshikiliwa. Moja ya maeneo yaliyotajwa kuwa na tofauti kubwa ni suala la vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Iran. Teherani imekuwa ikisisitiza kuondolewa kwa vikwazo hivyo kama sehemu ya makubaliano ya kiupatanishi. Pia kulikuwa na madai ya kurejeshwa kwa mali za Iran zilizoshikiliwa nje ya nchi, ikiwa ni pamoja na fedha zilizopo katika mataifa mbalimbali. Hata hivyo, ripoti zinaonyesha kuwa Marekani haikuonyesha kukubaliana moja kwa moja na masharti hayo, jambo linaloonyesha kuwepo kwa pengo kati ya matarajio ya pande hizi mbili. Kwa mujibu wa wachambuzi tofauti duniani, tofauti hizo zilikuwa tayari zinajulikana kabla ya mazungumzo na ziliendelea kujitokeza wakati wa majadiliano. Mazingira ya kutoaminiana, hii nayo ni sababu nyingine. Mazungumzo hayo yanatajwa kufanyika katika mazingira yenye mvutano wa kihistoria na kutoaminiana kati ya pande hizi mbili. Ripoti zinaonyesha kuwa kulikuwa na hali ya kupanda na kushuka kwa mvutano wakati wa majadiliano, huko kila upande ukionekana kushikilia msimamo wake.
Wizara ya mambo ya nje ya Irani ilisema mazungumzo yalifanyika katika mazingira ya kutoaminiana na kila mmoja ilikuwa na shaka juu ya mwenzake. Kwa mujibu wa wachambuzi, ukosefu huu wa kuaminifu ni changamoto ya muda mrefu inayofanya mazungumzo ya aina hii na kuwa magumu. Sasa baada ya makubaliano kushindikana, kumekuwa na maneno mengi, ambapo upande wa Marekani wenyewe kupitia rais wake Donald Trump amesema bado msimamo wa Marekani ni ule ule na Irani lazima itekeleze kile ambacho Marekani inakitaka. Na hivi sasa rais wa Marekani Donald Trump ameweka wazi kwamba atapeleka majeshi yake katika mlango bahari wa Hormuz ili naye aweze kuzuia, ili na Irani naye aweze kupata hasara, lakini vile amesema atahakikisha anadhibiti urutubishaji wa urani na uzalishaji wa nyuklia kwa jumla. Kinyume na hapo, basi Irani jiandae kurudi nyuma enzi za mawe, kwa sababu atasambaratisha vibaya mno. Kwa upande wake Irani wenyewe wameweka wazi kwamba hakuna kitu anachokihofia na wataendeleza msimamo wao ule ule, na kama Marekani anataka amani, basi ahakikishe anatekeleza matakwa ambayo wao kama Irani wanayataka, kama ambavyo waliyaweka wazi kipindi cha mazungumzo yao huko Pakistan. Yapi maoni yako? Niandikie hapo chini kwenye eneo la kutolea maoni na mambo yatakwenda vizuri zaidi. Asante, endelea kufuatilia.